Salome alifika mchana akiwa amechoka safari ya kutoka kijijini. Miguu yake ilikuwa imejaa vumbi, nguo zake zilionyesha maisha magumu aliyoyapitia. Alikuja mjini kwa lengo moja tu, kufanya kazi apate pesa za kumsaidia shangazi yake aliyekuwa mgonjwa sana, aliyemlea tangu utoto. Salome alifika hadi kwenye nyumba alikuwa ameomba kazi. Lakini alipofika mlangoni, alisita kidogo kabla ya kubisha, moyo wake ukidunda kwa kasi. Mungu nisaidie, alijisemea kimoyomoyo. Mlango ulipofunguliwa, macho ya Mama Vanessa yalimwangalia kwa dharau sana. Huyu ndiye msichana wa kazi niliyeletewa? Aliuliza kwa sauti ya majivuno. Salome akainama kidogo, akajibu kwa heshima. Ndiyo mama, mimi naitwa Salome. Vanessa alikuwa ndani, ilibidi atoke nje, ni kama aliona kitu cha ajabu kinaongea na mama yake. Vanessa mtoto wake alimtazama kwa kejeli, akamzunguka akasema, mbona anaonekana mchafu sana? Mama huyu ataweza kweli kufanya kazi hapa? Mama Vanessa alitikisa kichwa kwa dharau. Maskini wote wako hivyo. Alikaribishwa kwa maneno makali yaliyojaa sumu. Mama Vanessa alimwambia, hapa haujaja kuonewa huruma, umekuja kufanya kazi. Salome alijibu kwa sauti ya upole, nimekuja kufanya kazi mama, nitajitahidi. Kabla hajamaliza kuongea, Vanessa akamkatiza. Usijibu sana, hatupendi wafanyakazi wanaojifanya viherehere. Salome alishusha kichwa, akahisi machozi yakimjaa, lakini akajizuia. Alionyeshwa chumba kidogo nyuma ya nyumba kilichojaa harufu ya unyevunyevu. Hapo ndipo utalala, Mama Vanessa alisema bila hata kumtazama. Salome aliweka mkoba wake chini, akavuta pumzi ndefu, akajua safari ilikuwa imeanza vibaya. Siku ya kwanza kazi zilimiminika bila mpangilio. Hakupumua. Aliamshwa mapema kuliko wote, akaambiwa afagie nyumba yote, apige pasi nguo, asafishe vyombo, halafu apike. Kila alipochelewa kidogo, Vanessa alikuwa akimfokea sana. Wewe unasinzia au? Mbona unafanya vitu polepole kama umebeba mawe? Maneno yalimuingia moyoni kama visu. Wakati mwingine, Mama Vanessa alipita jikoni makusudi kutafuta kosa. Akikuta kosa kidogo, basi analikuza mpaka linakuwa kubwa. Salome alianza kuelewa kwamba hapa hakuwa mfanyakazi tu, bali mtu wa kumwagia hasira zao. Visa vilianza kuongezeka kadri siku zilivyoendelea. Chakula alichopika kililaumiwa hata kabla hakijaonwa. Hii siku, kwa makusudi, Vanessa alimwaga maji chini, akaita, Salome, njoo udeki hapa, tena ufanye haraka sana. Salome alikimbia bila kuuliza, akadeki huku Vanessa akimwangalia kwa tabasamu la dharau. Usiku, Salome alikuwa akilala kwa uchovu mwingi, akilia kimya kimya, akimkumbuka shangazi yake. Sitakiwi kukata tamaa, inabidi nivumilie tu, alijisemea. Hii siku alipoingia jikoni ndiyo ilikuwa mbaya zaidi. Salome alipika kwa uangalifu mkubwa, akafuata kipimo alichoambiwa. Alipobeba sahani kwenda mezani, mikono yake ilikuwa ikitetemeka kwa hofu. Vanessa alipokiona chakula, alibadilika ghafla, akapiga kelele, hii ni nini hii? Salome alishtuka, akasema kwa sauti ya chini, ni chakula nilichopika kama ulivyosema. Vanessa akapiga meza kwa nguvu, mbona umenijazia kama nguruwe? Nimesemaje kuhusu kipimo changu? Rudisha ukapunguze, unanisikia? Salome alinyamaza, machozi yakimtoka, akachukua sahani akarudi jikoni kwa haraka. Akiwa jikoni, mikono yake ilitetemeka alipokuwa akipunguza chakula. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi, akihisi kama amefanya kosa kubwa lisilosameheka. Alirudi mezani bila hata kuinua kichwa. Vanessa alipokiona tena, alicheka kwa sauti ya juu. Akasema, wewe unaweza kushiba chakula kama hiki? Salome alisimama pale kama sanamu, akijisikia hana thamani kabisa. Hakujua afanye nini ili awaridhishe. Mama Vanessa aliingilia bila kusikiliza chochote. Hakumuuliza Salome hata swali moja. Akapiga kelele, wewe maskini hauna akili kabisa. Akamnyoshea didole, nenda jikoni kamwekee mwanangu chakula kizuri. Vanessa alitabasamu kwa ushindi, akakaa chini kana kwamba hakuna kilichotokea. Salome alirudi jikoni kwa mara ya tatu, miguu yake ikiwa mizito, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Ndani ya moyo wake aliomba kimya kimya, Mungu, usiniachie.
Baada ya kazi ndefu na kelele zisizoisha, jioni ilipofika, Salome alipata dakika chache za kupumzika. Akakaa akiangalia TV kimya kimya, akijaribu kusahau uchungu wake. Hakukaa hata dakika 5. Mama Vanessa aliingia ghafla. "Wewe!" alipiga kelele. "Nani amekwambia ukae hapa?" Mama Vanessa aliuliza kwa hasira. Salome akajibu kwa sauti ya upole. "Samahani mama, nilikuwa napumzika kidogo." Vanessa naye akaingilia. "Unajiona nani mpaka ukae sebuleni kwetu?" alisema kwa dharau. "Maskini kama wewe hukai kwenye sofa hizi." Salome alishusha kichwa, machozi yakimdondoka, akageuka kuondoka polepole, bila kujua kwamba mateso haya yalikuwa mwanzo tu wa siri kubwa iliyokuwa karibu kufichuka. Asubuhi iliyofuata, Vanessa aliamka akiwa na hasira iliyokuwa haijapata pa kwenda. Alitembea huku akigonga sakafu kwa makusudi, kisha akaingia chumbani kwa mama yake bila kubisha. Uso wake ulikuwa umejaa dharau na chuki. "Mama, mimi simtaki huyu mfanyakazi. Kila nikimwona nahisi kero, ananuka umaskini tu." Mama Vanessa alimwangalia kwa mashangao kidogo, akavuta pumzi ndefu. "Vanessa, mfanyakazi ni mfanyakazi," alisema kwa kujizuia. Vanessa akapandisha sauti, "Lakini mama, hata kukaa naye karibu inachosha, hana hadhi ya kuwa hapa." Mama Vanessa alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema kwa upole wa nadra, "Nipe muda kidogo, nitatafuta mwingine." Vanessa akakunja uso, akajibu, "Sawa mama, lakini harakishe." Kuondoka. Maneno hayo yalionyesha wazi kwamba Salome hakuwa na thamani kabisa machoni mwao. Hii siku ilikuwa ni mida ya mchana. Vanessa alikuwa nje akianua nguo kwenye kamba. Alifanya kila kitu kwa haraka na dharau, akivuta nguo bila kujali. Ghafla alivuta nguo ya Salome kwa nguvu na kwa makusudi kabisa. Akafanikiwa lengo lake la kuichana nguo ya Salome. Vanessa alisimama, akaitazama ile nguo iliyochanika, kisha akacheka kwa kejeli. "Nguo za kimaskini kama wao," alijisemea. Hakujali hata kidogo, akaiacha ikining'inia. Hakujua kwamba Salome alikuwa karibu akisafisha eneo la nyuma ya nyumba na alikuwa ameona kila kitu kwa macho yake mwenyewe. Salome alipokiona kile kilichotokea, hasira ilimpanda kichwani. Kwa mara ya kwanza tangu afike, alipata hasira kali sana. Alikaribia taratibu, akasema kwa sauti iliyokuwa ikitetemeka lakini kali, "Samahani dada, kwa nini umechana nguo yangu kwa nguvu hivyo?" Vanessa aligeuka kwa haraka, macho yake yakawaka moto. "Wewe unaniuliza au unanifokea?" alipiga kelele. Salome akaongeza, "Hiyo ndio nguo yangu pekee nzuri, umeichana." Vanessa akacheka kwa dharau, "Na ikichanika kwani kuna hasara gani? Maskini kama wewe unatoa wapi nguvu za kulalamika?" Salome akavuta pumzi akasema, "Sio haki, hata kama mimi ni mfanyakazi, bado ni binadamu." Maneno hayo yalikuwa kama kumwaga petroli kwenye moto. Mama Vanessa alisikia kelele, akatoka nje kwa hasira kubwa. Alipoona Salome amesimama karibu na binti yake, moyo wake ulijaa hasira bila hata kuuliza kilichotokea. "Unafanya nini hapa?" alipiga kelele. Vanessa akajifanya kulia akasema, "Mama, huyu ananijibu vibaya, ananipandishia sauti." Mama Vanessa akamgeukia Salome kwa macho makali akasema, "Wewe unathubutu vipi kumjibu mwanangu?" Salome alijaribu kujieleza, "Mama, nguo yangu imechanika, nilikuwa nauliza tu." Hakumaliza sentensi, Mama Vanessa akamkatiza kwa ukali, "Nyamaza, maskini hamna haki ya kuongea chochote hapa." Hasira ya Mama Vanessa ilimshinda akili. Alimsogelea Salome kwa kasi. "Leo nitakufundisha adabu," alipiga kelele. Salome alishtuka, akasema kwa sauti ya kuomba, "Mama tafadhali, sikumaanisha vibaya." Lakini Mama Vanessa hakusikia. Alimpiga kofi la kwanza, Salome akaanguka chini. "Utanifeshimu," alipiga kelele tena. Vanessa alisimama pembeni, macho yake yakiwa na tabasamu la ushindi. Salome alilia kwa uchungu akisema, "Tafadhali mama, nisaidieni." Mama Vanessa akaongeza mapigo akimgombeza, "Maskini kama wewe mnaleta matatizo tu. Heri nisingekupokea." Salome alijikunyata chini akijaribu kujilinda. Kila pigo lilikuwa kama kuvunja kipande cha moyo wake. Alilia kwa sauti akisema, "Mungu nisaidie, sijakosea."
Mama Vanessa aliendelea kumtukana huku akimpiga. Unajifanya unajua haki. Haki yako ni kufanya kazi na kunyamaza. Acha kulia, machozi hayakusaidii. Maneno hayo yalimuuma zaidi ya mapigo. Alijisikia mdogo, dhaifu na peke yake kabisa. Baada ya tukio hilo, Salome aliachwa akiwa amelala chini, mwili wake ukiuma. Hakuna aliyemjali. Jioni ilipofika, aliambiwa aendelee na kazi kana kwamba hakuna kilichotokea. Alipokuwa jikoni, mikono yake ilikuwa inatetemeka, macho yake yakiwa yamevimba kwa kulia. Alikuwa akijiuliza, nimefika mwisho au bado? Usiku ulipofika na akiwa chumbani kwake, Salome alikaa sakafuni akishikilia ile nguo yake iliyochanika. Machozi yalidondoka juu ya nguo. Alimkumbuka shangazi yake kijijini, au bora nirudi kwa shangazi. Alifikiria kuondoka, lakini hakukuwa na pesa wala pa kuenda. Alijisemea, ngoja nivumilie tena. Asubuhi hiyo, Salome alikuwa jikoni akiosha vyombo, moyo wake ukiwa mzito kuliko kawaida. Simu yake ndogo ilianza kuita kwa sauti dhaifu. Akaisogelea kwa haraka kana kwamba aliogopa isisikike. Alipoangalia jina lililoonekana, moyo wake ulidunda kwa kasi. Ilikuwa ni shangazi yake kijijini. Alijibu kwa sauti ya hofu. Akasema, "Shangazi?" Sauti ya upande wa pili ilikuwa dhaifu na ya maumivu. "Hali yangu sio nzuri," shangazi alisema kwa pumzi nzito. "Nimeumwa sana siku hizi, dawa zimeisha na ni muda mrefu haujanitumia pesa." Salome alihisi machozi yakimjaa. Akasema kwa sauti ya kuomba, "Shangazi, naomba unipe muda kidogo, nitajaribu." Simu ilipokatika, alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, mikono yake ikitetemeka, akihisi dunia imemwangukia mabegani. Baada ya kujikaza moyo, Salome aliamua kumkumbusha Mama Vanessa kuhusu mshahara wake. Alimkuta amekaa kwenye kochi akitazama TV, uso wake ukiwa mjaa majivuno ya mtu asiye na shida. Salome alisogea taratibu, akasema kwa sauti ya upole, "Mama, samahani kukusumbua." Mama Vanessa hakumgeukia. Salome akaendelea, "Nilikuwa naomba nikuulize kuhusu mshahara wangu. Shangazi yangu anaumwa sana kijijini." Mama Vanessa aligeuka kwa haraka, macho yake yakiwa makali. "Mshahara upi? Wewe unaanza kuniwekea masharti." Salome alitetemeka akasema, "Samahani mama, nilitaka tu kukukumbusha." Mama Vanessa akasimama, akasema kwa dharau, "Hujafanya hata mwezi mzima, tayari unadai pesa? Maskini mna tamaa kweli." Maneno hayo yalimuuma Salome hadi moyoni. Mama Vanessa alizidi kumgombeza bila huruma. "Unajua ninawapa mshahara lini? Ninapojisikia," alisema kwa sauti kali. "Hapa huna haki ya kudai chochote." Salome alijaribu kujieleza, "Mama, ni swala la afya. Shangazi aliyenilea." Kabla hajamaliza, Mama Vanessa akamkatiza, "Nyamaza, usiniletee hadithi za kijijini kwenu hapa." Alimsukuma kwa mkono, akasema, "Rudi kazini, usiniletee mikosi." Salome alirudi jikoni akiwa ameinamisha kichwa, macho yake yakiwa yamedondoka kimya kimya. Alijisikia hana msaada kabisa, kana kwamba kilio chake hakikusikiwa na mtu yoyote. Baadaye usiku, Salome aliporudi chumbani kwake, alikaa kitandani akiwa ameshika simu yake. Aliangalia ujumbe wa shangazi yake uliokuwa umeingia tena. "Mwanangu, hali yangu imezidi." Machozi yalitiririka bila kizuizi. Alijiuliza, nitamsaidiaje bila mshahara? Alifikiria kuomba tena, lakini alikumbuka maneno ya Mama Vanessa. Hofu ilimjaa, lakini moyo wake haukuwa na amani. Alijisemea kwa sauti ya chini, "Kesho nitajaribu tena, hata kama watanifokea." Siku iliyofuata asubuhi, Salome aliamshwa kwa kelele za makusudi. Vanessa alimwagia maji karibu na mlango wa chumba chake. Akasema, "Amka, kazi haisubiri maskini." Salome alitoka haraka, akateleza kidogo, lakini akajizuia asianguke. Hakuna aliyemjali. Salome alijisikia kama mzigo usio na thamani. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti ndogo iliyomwambia asikate tamaa. Jioni ilipofika tena, Salome alipita sebuleni akimwona Mama Vanessa bado amekaa kwenye kochi. Alitaka kusema kitu, lakini alikumbuka alivyofokewa. Alinyamaza, akapita kimya kimya. Ndani ya moyo wake aliomba, "Mungu, nifungulie njia."
Hakujua kwamba maombi hayo yalikuwa yanaanza kusikika na kwamba mateso aliyokuwa akiyapitia yalikuwa yanaficha siri nzito sana ambayo ingetikisa nyumba ile siku zisizokuwa mbali. Siku hiyo, Salome aliamka akiwa mzito wa mawazo kuliko siku zote. Kila kitu alichokuwa amepitia kilikuwa kimejikusanya moyoni mwake kama mzigo mzito. Alipokuwa jikoni akipika, mawazo yake yalikuwa mbali kabisa, yakimrudisha kwa shangazi yake mgonjwa, mshahara ambao hajalipwa na mateso ya kila siku. Mikono yake ilifanya kazi, lakini akili yake haikuwepo. Ghafla, harufu ya chakula kilichoungua ilitanda jikoni. Salome alishtuka, akajaribu kuokoa, lakini ilikuwa tayari imeharibika. Moyo wake ulidunda kwa kasi, akajua hii ilikuwa shida nyingine kubwa. Alitetemeka, akijua adhabu itakayofuata. Hakuthubutu hata kuinua macho, machozi yakimjaa kwa hofu. Mama Vanessa alipokuja jikoni na kunusa harufu ile, hasira ilimvaa ghafla. Nini hiki? Alipiga kelele kwa sauti iliyotikisa nyumba. Salome alijaribu kuomba msamaha. Samahani mama, mawazo yamenizidi kidogo. Kabla hajamaliza sentensi, Mama Vanessa alimrukia, akamshika shati kwa nguvu. Wewe ni mjinga kabisa, alipiga kelele. Kwa hasira, alimvuta kwa nguvu, shati likachanika upande wa bega. Salome alilia kwa uchungu, akijaribu kujistiri. Wakati huo huo, macho ya Mama Vanessa yaliganda ghafla alipoliona kovu lile begani mwa Salome. Mkono wake ulitetemeka, hasira ikakatika kama umeme uliokatwa ghafla. Alisogea nyuma hatua chache, moyo wake ukianza kupiga kwa nguvu isiyo ya kawaida. Macho yake yalikuwa yamejaa mshangao na hofu. Hili kovu, alijisemea kimoyomoyo. Alianza kuhisi baridi ikimpanda mgongoni. Mawazo yalianza kumrudisha miaka nyuma zaidi. Alimtazama Salome kwa makini, kana kwamba anamuona kwa mara ya kwanza. Uso wa Salome, macho yake, hata sauti yake vilianza kumchanganya. Haiwezekani, alijisemea kimoyomoyo, lakini wasiwasi haukuondoka. Aligeuka haraka, akaacha jikoni bila kusema neno, jambo lililomshangaza sana Salome. Mama Vanessa aliingia chumbani kwake kwa haraka, akafungua kabati lake sirini. Mikono yake ilikuwa inatetemeka alipokuwa akitoa sanduku la zamani lililokuwa limejaa kumbukumbu. Alitoa picha iliyochakaa, akaitazama kwa makini. Ilikuwa picha ya mtoto mdogo aliyekuwa na kovu lile lile begani mwa Salome, kovu aliloliona kwa macho yake mwenyewe miaka mingi iliyopita. Hapana, hii haiwezi kuwa yeye, alijisemea kwa sauti ya chini. Alikumbuka siku aliyompoteza mtoto wake, kilio chake na maumivu aliyomuzika moyoni kwa miaka yaende. Machozi yalimtoka bila yeye kutaka. Aliangalia tena picha ile, akaikazia macho sehemu ya kovu. Alikumbuka vizuri kabisa alivyokuwa amemchoma mtoto wake kwa bahati mbaya alipokuwa na mwaka mmoja tu. Alijaribu kujikaza, lakini moyo wake ulikuwa unampiga kwa nguvu ya kasi. Makovu yanafanana, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Akavuta pumzi ndefu, akajifuta macho, kisha akatoka chumbani taratibu kuelekea jikoni akihisi miguu yake haina nguvu. Alipomfikia Salome, uso wake haukuwa na hasira tena, bali ulikuwa umejaa wasiwasi mzito. Alimtazama Salome kwa makini, kisha akauliza kwa sauti ya chini isiyo ya kawaida, "Wewe, umetokea wapi?" Salome alishtuka. Alidhani ni mwanzo wa kufukuzwa kazi. "Mama?" aliuliza kwa hofu. Mama Vanessa akaendelea, "Unaishi na nani?" Maswali yale yalikuwa tofauti na matusi aliyoyazoea. Salome alianza kutetemeka, machozi yakimjaa. Alijua Vanessa yuko karibu na alihofia matokeo. Kwa sauti iliyokatika, Salome akaanza kujibu, "Mama, nilitoka kijijini, niliishi na shangazi yangu." Alishusha kichwa, akalia zaidi. Alidhani mahojiano yale yalikuwa hukumu. "Naomba mama," alisema kwa kilio, "tafadhali usinifukuze kazi." Alipiga magoti bila kujua, akashika pindo la gauni la Mama Vanessa. "Shangazi yangu anaumwa sana, ananitegemea." Kilio chake kilijaa uchungu wa kweli.
Mama Vanessa alisimama kimya, moyo wake ukichanganyikiwa zaidi. Hakusema neno. Macho yake yalikuwa yamejaa maswali mazito. Salome aliendelea kulia, sauti yake ikitetemeka. Naomba mama, hata nikikosea, nisaidie, sina pa kwenda. Alikuwa hajui kwamba kwa mara ya kwanza macho ya Mama Vanessa hayakuwa na dharau, bali alikuwa yanang'ara kwa machozi yaliyofungwa kwa miaka. Mama Vanessa alikaa sebuleni, uso wake ukiwa mzito kuliko kawaida. Vanessa alikuwa amekaa karibu naye, akichezea simu yake bila kujua chochote. Ghafla Mama Vanessa akasema kwa sauti ya kawaida lakini iliyobeba uzito, "Kesho tuna safari." Vanessa alinyanyua macho. "Safari gani mama?" aliuliza. Mama Vanessa hakumtazama moja kwa moja. "Tunaenda kijijini kwa kina Salome." Maneno yale yalimgonga Vanessa kama kitu kizito. "Kijijini kwao? Kwa nini?" Mama Vanessa akajibu kwa mkato, "Usiulize sana, jiandae tu." Vanessa alikuna kichwa kwa hasira kidogo, lakini hakusema zaidi. Hakujua chochote, wala hakushuku ukweli uliokuwa umefichwa kwa miaka mingi. Asubuhi iliyofuata Mama Vanessa alimuita Salome mapema. "Jiandae, tunaenda kijijini kwenu," alisema bila maelezo. Salome alishtuka. Moyo wake ukadunda kwa nguvu. Hakuhitaji kuuliza swali, akili yake ilimwambia jibu moja tu: nimefukuzwa. Alitikisa kichwa kimya kimya, akaingia chumbani kuchukua vitu vyake vichache. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka alipokuwa akifunga mkoba. "Nilijua siku hii itafika," alijisemea kwa sauti ya chini. Hakulia. Machozi yalikuwa yamekauka kutokana na maumivu mengi. Safari ilikuwa ya kimya kizito. Vanessa alikuwa amekunja uso, Salome ameinamisha kichwa, Mama Vanessa akitazama mbele kana kwamba anaogopa kuangalia nyuma. Salome alijua tu anaondoka. Hakujua anaenda kuingia kwenye ukweli ambao ungepasua maisha yake vipande vipande. Walipofika kijijini, Salome aliongoza njia hadi nyumbani kwa shangazi yake. Shangazi alipowaona alishtuka sana. Alimtazama Mama Vanessa kwa makini, macho yake yakionyesha wasiwasi mkubwa. Baada ya salamu chache za kawaida, Mama Vanessa hakupoteza muda. Alimuomba Salome atoke nje kidogo. Salome alitii, moyo wake ukiwa mzito zaidi. Alikaa nje chini ya mti akingojea hatima yake. Ndani ya nyumba, Mama Vanessa alimkazia macho shangazi. "Nimekuja kuuliza swali moja tu," alisema kwa sauti nzito. "Huyu mtoto, Salome, ulimpata wapi?" Shangazi alitetemeka. Alikaa kimya kwa muda mrefu, machozi yakianza kumtoka. "Nilijua siku hii itafika," alisema kwa sauti ya uchungu. Alivuta pumzi ndefu, akaanza kusimulia. "Miaka mingi iliyopita," shangazi alianza, "kulikuwa na ajali mbaya sana karibu na kijiji chetu. Basi lilipinduka, likateleza barabarani, kisha likatumbukia kwenye korongo." Alifuta macho. Baada ya muda mfupi, basi liliwaka moto. Watu walipiga kelele, wengine walikimbia, wengine walilia. Mama Vanessa alianza kutetemeka. Alijua ajali hiyo sababu alikuwemo ndani yake. Hakuwahi kuisahau. Shangazi akaendelea, "Baada ya moto kuzimwa kidogo, tulisikia kilio cha mtoto. Alikuwa ametupwa nje ya basi kabla halijawaka kabisa. Alikuwa amejeruhiwa, ana kovu begani. Nilimchukua kwa hofu na huruma. Nilimpeleka nyumbani, nikamlea. Sikujua wazazi wake ni akina nani." Alishusha kichwa. "Nilimpa jina Salome." Mama Vanessa alishika mdomo wake kwa mkono, machozi yakimtiririka bila kuzuia. Alisema, "Mimi nilikuwa ndani ya lile basi," alisema kwa sauti iliyovunjika. "Nilipofanikiwa kutoka, niliambiwa mtoto wangu alikuwa amekufa. Niliona moto, nikaamini amechomeka." Alilia kwa uchungu. "Nilidhani nimempoteza milele." Wakati huo Vanessa alikuwa amesimama mlangoni akisikiliza bila wao kujua. Miguu yake ikawa mizito. "Mtoto?" alijiuliza. Aliposikia maneno ya shangazi na mama yake,
moyo wake ulidondoka. Ajali, mtoto, kovu. Akakumbuka simulizi alizoambiwa tangu akiwa mdogo, kwamba alikuwa na mdogo wake aliyekufa kwenye ajali ya basi akiwa mchanga. Haiwezekani, alijisemea, machozi yakimtoka. Salome aliitwa ndani. Alipoingia, aliona machozi, nyuso zilizobadilika, ukimya mzito. Hakuelewa. Mama Vanessa alimsogelea kwa hatua nzito, akamshika mikono. Salome, sauti ikamkata. Wewe ni mwanangu. Maneno yale yalimgonga Salome kama radi. Alirudi nyuma hatua kadhaa. Hapana, alisema kwa sauti ya kukataa. Alitikisa kichwa kinguvu. Mama Vanessa alijibu kwamba wewe ni mwanangu niliyekupoteza kwenye ajali miaka mingi sana, na kilichofanya nigundue ni uwepo wa kovu lako begani. Salome alikuwa akilia huku akikataa. Alisema, siwezi kuwa na mama kama wewe. Wewe ni katili. Kumbe Vanessa alikuwa anachora tu mchezo mzima. Alimwangalia mama yake na akasema, nilichokisikia kamwe hakiwezi kutokea. Alipiga kelele, hata kama ni kweli, mimi sitaki. Macho yake yalikuwa mekundu kwa lia na hasira. Sina shida na nyinyi. Dada yangu alikufa zamani, ndivyo nilivyoambiwa. Sitaki hadithi hizi. Alimtazama Salome kwa chuki. Na sitaki kuishi na wewe. Ukimya mzito ulitanda, ukikatizwa na kilio cha mama Vanessa. Salome aligeuka na kukimbia nje, moyo wake ukiwa umevunjika mara ya pili. Shangazi yake alipoona hivyo, alimshauri mama Vanessa waende waje siku nyingine, lakini leo Salome hawezi kuwaelewa. Basi wakawa wameondoka pale. Muda ulipita, wiki zikageuka miezi. Hakukuwa na ukaribu. Mama Vanessa alijaribu kuwasiliana, Salome alikuwa mbali moyoni. Vanessa aliendelea na maisha yake akijifanya hana ndugu, lakini ndani yake kitu kilikuwa kinamuuma. Kila alipokumbuka machozi ya mama yake, kila alipokumbuka damu ile walioambiwa iliwahi kuungua, moyo wake ulitetemeka. Baada ya muda mrefu, Vanessa alianza kulegea. Alimsamehe mama yake, alikubali ukweli japo kwa maumivu. Alienda kijijini kumtafuta Salome bila mama yake, na alikutana na Salome, wakazungumza kwa ukimya mrefu. Salome alimjibu, ninawasamehe, lakini siwezi kuishi na nyinyi. Nitabaki hapa siku zote nikiishi na shangazi yangu. Walibaki mbali, lakini si maadui tena. Ukweli ulikuwa umeumiza, lakini pia ulikuwa umefungua mlango wa upenyaji wa taratibu, kila mmoja kwa njia yake. Na huo ndo unakuwa mwisho kabisa wa stori yetu. Tafadhali, tuandikie maoni yako hapo kwenye comments, tuambie ungekuwa wewe ni Salome, ungekubali kwenda kuishi na mama yako mzazi na kumwacha shangazi yako aliyekulea? Tuandikie hapo maoni yako. Usisahau kusubscribe katika channel hii, na pia usisahau kulike pamoja na kushare story hii. Tukutane tena next time. Bye bye.